ya mchujo, na jambo ambalo wameweza kuhimiza kama ulivyosikia wote waliozungumza ni kwamba jamaa wazingatia amani, vijana wasikubali kutumika. Kumbuka katika siku zilizotangulia vijana wameweza kutumika na baadhi ya wanasiasa ili kuweza kuzua vurugu kwenye vituo vya kupiga kura, na kuweza kutatiza amani katika maeneo kama haya. Kwa hivyo kesho tunatarajia kwamba shughuli hiyo itaendelea salama salimini. Narejea kwako Alimanzu hapo Nairobi. Asante sana Rashid Ronald, huyo akija kwa njia moja kwa moja kutoka katika maeneo ya Siaya pale. Vile mwanahabari mwenzangu Franco Teno atakuwa katika maeneo ya Kisumu akiangazia kinachoendelea sehemu hiyo na hata sehemu pia vile za Migori. Upande wa Jubilee pia wao watakuwa na kura zao za mchujo katika maeneo mbalimbali, na mojawapo ya sehemu hiyo mtazamaji ni katika kaunti ya Bomet ambako kura ya mchujo kule itakuwa ikianzishwa nyakati za asubuhi. Na hivi sasa basi bila shaka moja kwa moja tunawasiliana mwanahabari mwenzangu ambaye ni Jeff Kirui akiwa katika sehemu ya Bomet ili kutupasha zaidi na vile maandalizi sehemu hiyo yako wapi kufikia hivi sasa. Jeff. Naam, asante sana Manzu. Hapa ni katika kaunti ya Bomet, kitovu cha siasa za South Rift, ambapo hivi sasa kinyang'anyiro cha kiti cha ugavana kimeweza kuvutia macho ya wengi. Kumbuka kwamba ni kinyang'anyiro kati ya Dr. Joyce Laboso, mbunge wa Sotik, na mgombea wake ni Dr. Julius Kones ambaye awali alikuwa mbunge wa Konoin. Hivyo basi linamaanisha kwamba uchaguzi huu wa mchujo umewavutia wengi sana. Hivyo basi manake inamaanisha kwamba mmoja kati yao ambaye ataweza kujipatia tiketi ya chama cha Jubilee ataweza kutoana kijasho na gavana wa sasa, gavana Isaac Ruto. Na hivi sasa najiunga na Dr. Joyce Laboso ambaye ataweza kutueleza tu maandalizi ni yapi ambaye ameweza kuwekwa katika kaunti hii ya Bomet. Kumbuka kwamba ni kaunti ambapo ufichuzi uliwekwa wazi kwamba vifaa vya kupiga kura havikuweza kutosha. Hivyo basi zoezi hilo ama shughuli hiyo ikaweza kufutiliwa mbali. Naam, wacha nijiunge naye aweze kutueleza maandalizi yapi kabisa katika kaunti hii. Asante sana mheshimiwa kwa kujiunga na KTN News. Maandalizi yapi yameweza kuwekwa kuhakikisha kwamba shughuli inaanza hapo kesho? Asante sana Jeff. Naona ya kwamba mpaka sasa tunaona ya kwamba kuna preparations mzuri kufika mpaka sasa, kwa sababu tuna tallying centers karibu 3 tayari wameshapokea ballot papers. Nafikiria imebaki 2, Kaplong hapa Sotik constituency na ingine kule Shongiroi, Moi Shongiroi Girls. Hiyo ni kumaanisha tutaendelea na uchaguzi kesho, kwa sababu na tunasema asante sana kwa president wetu na deputy president ama party leader na deputy party leader, kwa sababu waliingia kwa kati ya hii shida wakati tulipata shida na tukingeweza kuendelea na mchujo. Alhamisi Friday inaonekana walikuja waliingia na kuhakikisha ya kwamba na hata ya kwamba hiyo tulipata suluhisho, na hata ballot papers jana county returning officer alienda mpaka Nairobi, ndio amekuwa akiescort hizo papers na hizo malori yenye inaleta ballot papers. Kwa kweli tulikuwa na shida. Kama tungeendelea na uchaguzi Friday, kwa kweli tungepata shida kubwa, kwa sababu mpaka sasa unaona hata vile walikuwa wanasema ni 50%, haikukuwa 50%, ilikuwa less, na mpaka sasa hata kuna ballot papers yenye ilipatikana za watu marked ballot papers. So for sure inaonekana kulikuwa yani nia ya kuiba kura hiyo ya Friday, na nafikiria wameweka mikakati nzuri ya kuhakikisha ya kwamba hii ya kesho itaendelea vizuri, na tunataka kuambia wakaji wa Bomet wote watoke kabisa kwa wingi, wakuje wachague mwenye wanataka, wachague viongozi wao wenye wanaona wanataka wakuwe viongozi hapa kwa hii kaunti ya Bomet, kwanza kwa chama cha Jubilee.
Naam, hivi sasa labda tueleze wale wafuasi wa chama cha Jubilee, vituo vinafunguliwa saa ngapi na shughuli inatazamiwa kuisha saa ngapi? Manake awali tulikuwa tumearifiwa kwamba shughuli inafaa kuanza saa 12 alfajiri. Lakini tuliangalia kulikuwa na visa ambavyo vituo vilifunguliwa vikiwa vimefunguliwa mapema lakini vifaa vikachelewa. Kwa kweli raundi naona kama yani tunaweza kuanza hapo saa 12 asubuhi, kwa sababu vile nimeeleza mpaka sasa ballot papers zote zimefika kwa county tayari, tallying centers 3. Sasa hii usiku nafikiria wataweza kufika kwa polling center kabla ya saa 12 ya asubuhi. Na wakati ule mwingine hata ballot papers mpaka saa hizi zilikuwa hazijafika kwa county. So mi naona kama kesho tutafaulu na tutaweza kuanza ni kama kwa kweli kulikuwa na shida kwa Friday, na hii leo ile tumekuwa na mkutano pia ya aspirants wote kule Bomet, na tukahakikishiwa ya kwamba kila kitu iko set, na ni wakaji sasa wa Bomet watoke kwa wingi vile walikuwa wametoka Friday, na kwa vile sasa tumehakikishwa ya kwamba ni 100% registered voters, yani tuko na enough ballot papers for kila voter mwenye anataka ako registered kwa register yetu ya Jubilee. Na hali ya usalama je, imeimarishwa vipi? Pia hiyo imewekwa kabisa. Tumeelezwa ya kwamba kwa kila polling center tutakuwa na police armed policemen 2 kwa kila polling center. Sasa hiyo mtu yoyote mwenye atajaribu kulete furugo ama kulete mambo atakuwa dealt with kabisa. So wakaji wa Bomet watoke kwa wingi, wajue kuna usalama, wajue ya kwamba serikali sasa iko chonjo kabisa kuhakikisha ya kwamba hiyo elections ama mchujo ya kesho itaendelea vizuri. Naam, kaunti ya Bomet imetajwa kama mojawapo ya ngome za Jubilee, lakini hivi majuzi tumeangalia kwamba kuna chama cha mashinani ambacho kinaweza kujitokeza hivi hapa. Unaona kwamba iwapo shughuli hii itarejelewa, matukio ya Alhamisi ama Ijumaa itarejelewa, uweza ikatatiza eneo la Bomet kutajwa kama ngome ya Jubilee? Hakuna, mimi sina wasiwasi wowote hapa Bomet, na ni Jubilee 100%, na utaona kesho. Uliza wale wali turn up kwa nominations ya mashinani, na utakompea na wale wataturn up kwa nominations ya Jubilee, ndio utajua ya kwamba hapa ni Jubilee 100%. So wacha kwanza kesho tumalize mambo yetu ya Jubilee, alafu tuende sasa tukutane kama Jubilee versus NASA, na kuhakikishia ya kwamba watu wa Bomet wanajua serikali iko upande gani, na wanajua hii ni watu wanajua wanapenda ama wamezoea kukua mahali serikali iko, na serikali ni Jubilee. Hii serikali ya sai na ile yenye inakuja yote ni Jubilee. Una imani kwamba iwapo utapata tiketi ya chama cha Jubilee utambwaga Gavana Ruto? Kabisa. Hiyo hata usiulize, na sio mimi. Ni watu wa Bomet ndio mimi nimesimama na nimeomba kiti na nimeomba kiti kwa chama cha Jubilee. Na mimi najua kabisa kesho wakati nitakuwa nikishatoka, na hiyo pia ninajua nitatoka, kwa sababu indications yote, kama ni opinion poll, kama ni public rallies, kama ni nini, yote inaonyesha ya kwamba watu wa Bomet wamekubali mimi nitakuwa gavana yao. So pia tukimaliza ya kesho sasa tukutane na Isaac, na itakuwa Jubilee versus